faradhi miongoni mwa faradhi alizozifaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo huja kwa mwaka mara moja, saumu ya Ramadhani. Hiyo ni kheri kubwa, na linalotakikanwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yatakabbal lana min alkhairat allati qumna biha. Linalotakikana ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali kheri tulizosimama nazo katika masiku hayo matukufu. Masahaba walikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Ramadhani zaidi ya miezi 6. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakubalie matendo yao, na miezi 6 mingine walikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikishe katika hiyo Ramadhani. Sasa kwa kuwa tumemaliza Ramadhani hiyo, tukaingia katika ibada nyingine ambayo ni tabia li fardhi saum, ambayo inafuatia ya faradhi hiyo ya saumu. Ilivyo katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila lililo faradhi na kuna lingine linalofuatia hapo ambalo litakuwa ni nafila, ni sunna. Na baada ya saumu ya Ramadhani inayofuatia ni situ min Shawwali, ni siku 6 katika mwezi huu wa Shawwal. Na siku 6 hizi Mtume sallallahu alayhi wasallama amezihimiza, na ni wajibu watu wasimame kidete katika kuzitekeleza ili kupata kheri hiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoiahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatufahamisha na kutuelekeza ya kuwa man sama Ramadhana thumma atbahu 6 min Shawwali kana kasiyami dahri. Hadithi hii au maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallama yanatuelekeza na kutuonyesha umuhimu na ukubwa na ubora wa haya masiku 6 ambayo yanafuatia saumu hiyo ya faradhi ya mwezi wa Ramadhani. Mtume amesema man sama Ramadhana, yeyote yule ambaye atakayekuwa ameifunga mwezi wa Ramadhani, ikiwa ni siku 29 au ni siku 30, akafunga siku hizo, thumma atbahu 6 min Shawwal, kisha akafuatia kufunga masiku mengine 6 katika mwezi huu wa Shawwal. Vyovyote atakavyofunga, alete kwa kufuatana, alete kwa kuachana, ili mradi masiku hiyo haya 6 yapatikane ndani ya mwezi huu wa Shawwal. Kwa hiyo atakapokuwa amefunga mtu haya masiku 6 na alikuwa amefunga mwezi wa Ramadhani mzima, Mtume akasema kana kasiyami dahri, na baadhi ya riwaya kana kasiyami dahri kulli, inakuwa mtu huyu ni kama vile amefunga mwaka mzima. Utukufu ulioje wa kheri na baraka na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Wa hadha fadlun adhimun
na hii ni faradhi iliyo kubwa ambayo bi'asharat ashhuri wa 6 bishahraini. Kwa hiyo Ramadhanu bi'asharat ashhurin, Ramadhani ambazo ni siku 30 hukadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama vile amefunga miezi 10. Wa 6 bishahraini, na hizi siku 6 ambazo zilizokuwa katika Shawwali anakadiriwa ni kama vile amefunga miezi 2. Mtume akasema alhasanatu bi'ashri amthaliha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analipa jema moja kwa 10. Kwa hiyo siku 36 ukizidisha mara 10 ni 360, ambazo hizo ni siku za mwaka mzima. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sama ramadhana thumma atba'u 6 min shawwali kana kasiyami dahr, ay kaanahu sama sana kulla, kama vile amefunga mwaka mzima. Huwa ni utukufu wa mtu kufuatisha siku 6 katika hizi siku 6 za mwezi wa huu Shawwali baada ya Ramadhani. Kisha innamal a'malu bikhawatimiha. Khutba yetu ya leo itaangalia kwa ufupi matendo yote mema au wema wa mtu anaoutenda huzingatiwa mwisho wake. Ikiwa mwisho wake utakuwa mzuri, basi na mwanzo wake utachukuliwa. Ikiwa mwisho wake utakuwa ni mbaya, basi mwisho unaporomoa na unayaangusha yale yaliyokuwa ya mwanzo. Kwa hiyo mtu atakapokuwa anatenda matendo mema vyovyote vile ambavyo atakavijitahidi, ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho mema. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akiomba sana husnul khatima, mwisho mwema. Dua zake nyingi akiomba, mara nyingi akimalizia na kuishilia kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho mwema. Kwa hiyo kwa ajili hiyo, innamal a'malu bikhawatimiha, hakika matendo huzingatiwa mwisho wake. Wayadullu lima qala al-Baji hadithu Ahmad fi al-Musnad, maneno haya yanajulishwa na yanathibitishwa kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ambayo Imamu Ahmad ibn Hanbal katika musnadi wake anasema la alaikum alla ta'jabu bi'amali ahadin, hapana, msishangae, msistaajabu, msione ni ajabu bi'amali ahadin, matendo ya mmoja wenu, yasikufurahisheni, yasikushangazeni, yakakutieni hofu, bali kinachotakikanwa ni kumuombea na yeye mwenyewe aombe mwisho mwema. Mtume akasema tandhuru bima yakhtimu lahu au bima yukhtamu lahu, mnachotakiwa kukiangalia ni vile ambavyo atakavyomalizia katika matendo yake, au atakavyomalizia umri wake katika hayo matendo yake yaliyo mema. Fa innal amila ya'malu zamanan, kuna mtu ambaye anaweza akatenda matendo mema muda mrefu sana, min umrihi, katika umri wake, au burhata min dahri, au akatenda muda mchache, muda mdogo katika maisha yake, bi'amalin salihin, akatenda matendo yaliyo mema, mpaka watu wakashangaa wakaona hakuna mwema kama huyo.
law mata alayhi dakhala aljanna, law atakufa katika hayo ambayo alionayo, hapana shaka ni mtu wa peponi, kwa wema ambao alionayo, kwa mambo mema ambayo anayatekeleza ya faradhi, kwa mambo ya sunna ambayo anayatekeleza vile ambavyo anavyosimama navyo. Lakini huenda kusimama kwake hivyo na hayo mema ambayo alionayo, ana ujubu ndani yake, ana kujiona ndani yake, anaona kwamba ni nguvu yake inamfanya atende hivyo, sio taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotakikanwa ni watu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wema wanaoutenda ili Mungu awazidishie, na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taufiki yake kwa hayo mema ambayo mtu anayoyatenda. Asijigambe kwa wema huo ambao anaotenda, akajifakhiri kwa watu, akajifakhiri kwenye nafsi yake kwa wema huo ambao anaotenda. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wao walipokuwa wakitenda wema walikuwa baina al-khawfi war-raja, kati ya kuogopa na kutaraji. Ndivyo walivyokuwa wakifanya, wakiogopa huenda Mungu hajakubali walioyatenda, na wakati huo wakitaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallama, pamoja na kuwa ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara, amesamehewa madhambi yake yote, na kwa kuwa mitume ni maasumin, mitume wamehifadhiwa na madhambi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu amewalinda. Lakini akikithirisha zaidi wema, na katika mwezi wa Ramadhani nadhani mazungumzo yalikuwa ni mengi kuonyesha mtume vile alivyokuwa akijipinda katika mwezi wa Ramadhani. Na vile vile siku moja Aisha radhiallahu anha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesimama mpaka miguu imevimba, akamwambia, kitu gani ambacho unachofanya na Mwenyezi Mungu amekusamehe madhambi yako? Ghafara Allahu laka ma takaddama min dhanbik wa ma ta'akhara. Jawabu ambalo mjibu ni kumwambia, afala akuna abdan shakura, hivi nisiwe mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Basi kinachotakikana kwa mwanadamu, kwa matendo ambayo tunayatenda yaliyo mema, tunatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayakubali, na kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema na hayo matendo mema ambayo tunayoyatenda. Kwa hiyo mwanadamu, kisikushangazeni ninyi wala kisikustaajabishe ninyi matendo ya mmoja wenu yaliyo mema au yaliyo mabaya, lakini tanzuru bima yakhtimu lahu au bima yukhtamu lahu, fa innal amila ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrin bi'amalin salihin law mata alayhi dakhala aljanna. Anatenda leo atakufa katika muda huo, hakuna shaka ataingia peponi. Thumma yatahawwal, lakini kwa kuwa hakumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakumuomba mwisho mwema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikijigamba na kujifakhiri. Kitendo chake hicho cha kujifakhiri kwa matendo yake na kuona ujubu katika moyo wake na kwa wengine, kitendo hicho yatahawwal, kinambadilisha mtu huyo, fayamalu amalan sayyi'a, kinampelekea kutenda matendo mabaya, matendo maovu yanampeleka mahala pabaya. Naudhu billahi min dhalik. Kinachotakikana si tumuombe Mwenyezi Mungu kwa yale mema tuliyoyatenda, Mungu atuwafikishe mwisho mwema, atujalie kheri,
tusiwe ni wenye kujigamba, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie hiyo ni sababu ya kudumu na matendo mema. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa innal abda la ya'malu alburhata min dahrihi, kuna na mtu mwingine mkimwangalia anatenda zama katika umri wake, muda katika umri wake, bi'amalin sayyi'in, anatenda matendo mabaya kabisa, na mpaka wanadamu mkaona hakuna muovu kama huyo, mkakata tamaa. Lakini kwa kuwa yeye mwenyewe hakujikatia tamaa, la taqnatu min rahmatillah, hakukata tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu, na maovu ambayo aliyoyatenda, akasema kwamba kwa maovu hayo lau mata dakhala an-nar, lau angelikufa katika hali hiyo ni mtu wa motoni. Lakini kwa kuwa alikijuta na kuona kwamba anayatenda ni mabaya, anajielewa hivyo, akajuta, akarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma yatahawwal fayamal amalan salihan, kisha kwa majuto yale na kujielewa kwake huko kuna mbadilisha, anatenda matendo mazuri na anakufa, anakuwa mtu wa peponi. Kwa hiyo mtu asigurike kwa wema anaoutenda, mtu asigurike kwa asiogope na kuchanganyika na kuchanganywa katika moyo wake na mabaya ambayo anayoyatenda. Asikate tamaa kwa mabaya hayo, bali ajenge kujuta na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kwa unayetenda wema, muombe Mwenyezi Mungu akujalie mwisho mwema. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuwafikisha katika huo wema, ili akuongezee wema huo. Uliyetenda maovu, juta, rejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yawezekana ni katika hao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia mwisho mwema. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama ndo akasema kwamba innamal a'malu, hakika si jinginevyo, kwa sababu hii inna na hii ma hapa ni adatu hasrin, hakuna si jinginevyo, hakuna vinginevyo. Matendo huzingatiwa mwisho wake. Mtume akasema kalwi'ai, ni kama vile chombo kilichojaa ima ni maji au kikajaa kitu chochote kile kizuri. Akasema idha taba a'lahu, kile chombo kile kilichowekwa kwenye chombo hicho, ikiwa hapa juu ni kizima, ni kizuri, hakijaoza, hakijaharibika, taba asfalahu, Mtume anasema kwamba basi mpaka ndani kitakuwa kizuri kitu hicho. Wa idha khabutha alahu, na kile kilichowekwa kwenye chombo hicho kikawa kimeharibika, kimeoza, hakifai, basi khabutha asfalahu, na hata ndani yake kinakuwa kimeharibika. Mtume maneno haya anayazungumza huku juu ndo mwisho wa umri wa mwanadamu, kule chini ndo nyuma ya matendo ambayo aliyoyatenda. Ikiwa mwisho wake utakuwa ni mwema, fa khairun lahu fataba lahu, anakuwa ni mwema. Ikiwa mwisho wake umekuwa ni mbaya, basi na hata yale ya mwanzo ambayo aliyokuwa mema akiyatenda yanakuwa yameharibika, hayamsaidii chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema kwamba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yakufika mauti, mpaka kufa kukufike.
Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuelekeza, alivyotufahamisha. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho mwema, atujalie matendo haya mpaka kufikwa na mauti. Udu Allahu antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي صلاة وسلاما دائمين إلى خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعدكم شكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukiendelea na hutuba yetu ambayo inazungumzia matendo mema au matendo ya mwanadamu huzingatiwa mwisho wake. Ikiwa ni mema basi ni mwema, ikiwa ni maovu basi muovu. Riwaya ambayo iliyopokelewa na Aisha radhiyallahu anhuma ummul mu'minin qalat, aliwahi kusema, suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, ayul a'mali ahabba ila Allah, ni yapi matendo mema yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Aisha mama wa waumini anatufahamisha na kutueleza, siku moja Mtume aliulizwa, ni matendo gani ambayo ni bora zaidi, ambayo huzingatiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo mwanadamu akiyatenda huzingatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kuonyesha kwamba huyu mtu ni mwema, Mungu anampenda. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, adwamuha wa inqalla, matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda mja anapoyatenda, akasema ni yale ambayo mja huyo atadumu nayo, hata kama ni machache, ni madogo, yanaonekana ni madogo, lakini akadumu nayo katika maisha yake, uhai wake ukamalizika katika kudumu na mambo kama hayo. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matendo hayo anayapenda zaidi, yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata huyo ambaye anayatenda anapendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anampenda kwa kule kudumu nayo hayo ambayo yaliyo mema, ni kheri kwake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda. Mtume sallallahu alayhi wasallama, tukiangalia yeye mwenyewe alikidumu zaidi na matendo yaliyokuwa mema, na akimshukuru zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hayo matendo mema, na akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuwafikishe mwisho mwema. Kisha kuna riwaya ambayo vile vile Ummul Ala, huyu Ummul Ala mraatun min al-Ansar, ni mwanamke katika wanawake wa Madina, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallama, lamma dakhala ala Uthman ibn Mad'un, Mtume sallallahu alayhi wasallama alipoingia kwa huyu kaka yake wa kunyonya ambaye ni Abdullah ibn Mad'un, na hali ya kuwa Abdullah ibn Mad'un kad mata, alikuwa ameisha kufa. Huyu mama Mtume alipoingia hapo alipokuwa Abdullah Uthman ibn Mad'un, huyu mama akasema, rahmatullahi alayka aba Saibi,
rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziwe kwako ewe Aba Saib, akimkusudia Uthman ibn Mad'un. Fasahadati alayka lakad akramaka Allah, kwa ushuhuda ambao mimi nauona kwako, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukirimu ewe Uthman ibn Mad'un, kwa hali ambayo si tulivyokuwa tukukifahamu wewe maisha yako yalivyokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakad akramaka Allah, hakika Mwenyezi Mungu amekutukuza kwa kufa katika hali ambayo ni ya wema, mwisho mwema, kwa vile ambao tunavyoona sisi katika maisha yako. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyu Ummul Ala, wama yudrik anna Allah akramahu, ni kitu gani kinachokukuonyesha wewe na kukufahamisha wewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza huyu, amemkirimu huyu Uthman ibn Mad'un? Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, huyu mama akasema, na hapa ni msemo ambao walikuwa wakiutumia zaidi wa Arabu katika kuthibitisha yale ambao wanayosema, bi ummi bi abi wa ummi ya Rasulullah, yani ni kukomboe mimi kwa baba na mamangu ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Faman, nani mwingine ambaye atakayekuwa na ukarimu na kukirimiwa zaidi ya Uthman ibn Mad'un bila ambavyo alivyokuwa? Nani mwingine ambaye atakuwa hivyo kama si huyo Uthman ibn Mad'un? Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin, ama huyu Uthman ibn Mad'un hakika amefikwa na mauti, amefikwa na kufa. Wa inni, na hakika mimi mtume, la arju lahu alkhaira, nataraji tu kwake khairi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, aya ambayo tuliyosema kwamba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, al-yaqinu bimaana al-maut. Mtume anasema amma huwa fakad ja'ahu al-yaqin wa inni la arju lahu al-khair, imeufika mwisho mwema kwa kadri ambavyo nilijitahidi katika wema, na mimi nataraji khairi kwa Mwenyezi Mungu kwake. Lakini usikate shauri kwa wema wa mtu ambaye aliyekuwa akiutenda hapa duniani, bali muombe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho mwema. Ndicho ambacho mtume alichokijulisha kwa huyu Ummul Ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama, baadhi ya riwaya ndio zikasema kwamba, na mwisho akasema kwamba akaisoma aya hii ambayo inayosema kwamba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yakufike mauti, mpaka ikufike kufa. Kwa hiyo kwa maneno haya tunatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie saumu zetu za mwezi wa Ramadhani, atukubalie saumu zetu tunazoendelea nazo za situ min Shawwali, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husnal khatima, tusigurike kwa haya mema tunayoyatenda, bali tutaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie na atujalie ni wenye kudumu nayo. Tusijidanganye katika nafsi zetu kwa huu wema tunaoutenda, tusije tukagurika na hilo. Kugurika huko kukatubadilisha tukatenda mabaya, tukawa na mwisho mbaya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na hilo, atujalie khairi, atujalie wema, atujalie ni wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache tunayotenda,
ili iwe ni sababu ya kutuwafikisha katika hayo mema na mwisho mwema. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.